Urusi imefanya jaribio kubwa la kombora lake jipya la nyuklia la RS-28 Samad linalotajwa kuwa kombora kubwa zaidi na lenye uwezo mkubwa zaidi duniani kwa sasa. Jaribio hilo lilifanyika Mei 13 mwaka huu, huku Moscow ikitangaza kuwa mfumo huo utaanza rasmi kuingia kazini mwaka huu kama sehemu ya kuimarisha nguvu za nyuklia za taifa hilo, wakati mvutano kati ya Urusi na mataifa magharibi ukiendelea kuongezeka. Kombora hilo ambalo pia hujulikana kwa jina la NATO Saturn II linaelezwa kuwa na uwezo mkubwa kuliko mfumo wa zamani wa Soviet uitwao Voivoda. Mkuu wa kikosi cha makombora ya kimkakati cha Urusi, Sergei Karakayev, alisema matokeo ya jaribio hilo yalithibitisha mafanikio ya teknolojia mpya iliyowekwa kwenye Samad pamoja na uwezo wake wa kuvuka mifumo yote ya kisasa ya kujihami dhidi ya makombora. Kwa mujibu wa taarifa za Moscow, Samad inaweza kubeba idadi kubwa ya vichwa vya nyuklia na kushambulia malengo yaliyo umbali wa zaidi ya kilomita 1035, kiwango kinachodaiwa kuzidi kwa mbali makombora mengine yote duniani. Urusi pia inasema kombora hilo linaweza kutumia njia ya suborbital trajectory, teknolojia inayolifanya kuwa ngumu zaidi kuzuiliwa na mifumo ya ulinzi wa Marekani na NATO. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema mfumo huo utawekwa rasmi katika vikosi vya mapigano kabla ya mwisho wa mwaka huu. Putin amesisitiza kuwa Samad ni sehemu muhimu ya mkakati wa Urusi wa kuhakikisha uwezo wake wa kuzuia vita vya nyuklia unabaki kuwa mkubwa kuliko ule wa wapinzani wake wa magharibi. Moja ya mambo yanayovutia zaidi kuhusu Samad ni uwezo wake wa kubeba teknolojia ya Avangard Hypersonic Glide Vehicle. Hizi ni silaha zinazoweza kusafiri kwa kasi kubwa sana huku zikibadilisha mwelekeo angani, jambo linalofanya kuwa vigumu kugunduliwa au kuzuiwa na mfumo wa ulinzi wa anga. Kwa uzito wa zaidi ya tani 208, Samad ni mojawapo ya makombora mazito zaidi kuwahi kutengenezwa duniani. Mfumo huo umeundwa kurushwa kutoka kwenye silos zenye ulinzi mkubwa chini ya ardhi, tofauti na makombora ya Yas ambayo yanaweza kubebwa kwa magari maalum yanayotembea. Mbali na Samad, Urusi pia imekuwa ikiwekeza katika silaha nyingine za nyuklia za kisasa kama drone ya chini ya maji ya Poseidon pamoja na kombora la cruise la Burevestnik linalotumia reakta ndogo ya nyuklia. Silaha hizi zinaonekana kuwa sehemu ya juhudi za Moscow kuendelea kuwa nguvu kubwa ya kijeshi duniani licha ya changamoto za kiuchumi na vita vya Ukraine. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaamini kuwa hatua hii ya Urusi inaweza kuongeza zaidi mashindano ya silaha duniani, hasa wakati Marekani, NATO pamoja na China zikiendelea kuimarisha mifumo yao ya ulinzi na makombora ya kisasa. Kwa upande mwingine, mataifa ya magharibi yana wasiwasi mkubwa kuwa maendeleo haya yanaweza kuongeza hatari ya mashindano mapya ya nyuklia duniani, hasa wakati uhusiano kati ya Urusi na NATO ukiendelea kuwa mbaya tangu kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022. Jaribio la Samad sasa linaonekana kama ujumbe wa wazi kutoka Moscow kwamba Urusi bado ina uwezo mkubwa wa nyuklia na iko tayari kuendelea kuwekeza katika silaha za kisasa zinazoweza kubadilisha mizani ya nguvu duniani.